Wayahudi wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Na hili lilitokea kipindi ambacho Allah alipomteremsha Masihi bin Maryam, kisha wakamkataa. Baada ya kumkataa hawakuishia hapo tu, wakaanza kutengeneza fitna kumchonganisha Masihi na utawala ulioko madarakani, ili wale watawala wamuue Masihi. Lakini Allah akafanya aliyoyafanya, akamnusuru mja wake. Ila adhabu ya Allah kwa Wayahudi ilikuwa ni kuwaletea watawala wengine wa kipagani ndani ya ardhi yao. Wakapigwa Mayahudi, wakatenganishwa, wakafukuzwa. Mayahudi wakagawanyika makundi mbalimbali. Waligawanyika Mayahudi. Allah anasema katika suratul Anbiya kwamba haikuwa kwa wanamji tuliouangamiza kuwa watarejea, ila pindi watakapofunguliwa Yajuj wa Majuj. Kuna uhusiano gani kati ya Wayahudi kurudi na kufunguliwa kwa Yajuj wa Majuj? Tega sikio lako. Sisi katika Islamic Eschatology tulishawahi kuzungumza na ninaongea tena. Baada ya Yajuj wa Majuj kufunguliwa, kama inavyoeleza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, hadithi nambari 2880 na 2881. Baada ya kufunguliwa, aliyekuwa kiongozi wao aliyekuwa akiitwa King Bulan, walipoteremka kutoka kwenye ile milima ya Caucasian Mountains ambako kulikuwa na serikali kule kulikuwa na serikali yao ilikuwa ikiitwa Khazarian Empire. Baada ya kushuka ardhini, walijiunga na Uyahudi wa kidini. Kiuhalisia wao walikuwa sio Mayahudi wa vinasaba kwa asilimia zote, walikuwa changanyikeni. Walikuwa ni Ashkenaz ambao mpaka leo tunawashuhudia wanaitwa Ashkenaz. Ashkenaz ni kundi la Wayahudi ambao wao yani walitimuliwa kule kwenye ardhi. Hawana ile hali, yani hawana vinasaba vyao kwa mbali sana. Ni Wayahudi wa kizungu tunasema, Wayahudi wa Ulaya Mashariki. Ndio maana katika milima ya Caucasian Mountains iko Ulaya Mashariki pale, katika nchi ya Russia na Georgia katikati na Uturuki. Hasa walipotoka pale wakaenda kujiunga na Uyahudi wa kiimani, na waliendelea kutangatanga duniani hapa kwenda